kutoweka kwa viumbe hai, kuharibika kwa bahari na mito, mabadiliko ya hali ya hewa, uchafu wa mazingira, wanyama na mimea kutoka nje wanaovamia mazingira na magonjwa mpya. Leo watu wengi wanazungumza kuhusu mambo haya. Lakini maana yake ni nini hasa? Inatuhusu vipi sisi? Na tunaweza kufanya nini ili kulinda na kuokoa dunia yetu? Haya ni mambo muhimu, lakini wakati mwingine ni magumu kuelewa. Ndiyo maana tutayachunguza pamoja katika vipindi 18. Leo tutaangalia nini maana ya asili inayotuzunguruka. Tuanze na swali ya kushangaza. Je, unajua kuwa kuna aina kati ya milioni 8 na 10 za viumbe duniani? Lakini basi, ni nini maana ya aina? Aina ni kikundi cha viumbe vinavyofanana na vinaweza kuwa na watoto pamoja. Hii inaweza kuwa mnyama, mmea, uyoga au hata kiumbe kidogo sana. Lakini tahadhari, ndani ya aina moja viumbe vinaweza kuwa tofauti sana. Dume na kike hawafanani kila mara. Ukubwa au rangi unaweza kubadilika kulingana na umri au msimu. Hivyo, kuangalia tu muonekano haiwezi kuamua aina. Kigezo muhimu zaidi ni uzazi. Viumbe wa aina moja wanazaa na wanaweza kupata watoto, na watoto hao pia wanaweza kupata watoto wao. Wakati mwingine, aina mbili tofauti zinaweza kuongea. Kwa mfano, farasi na zebra wanaweza kupata mtoto. Simba na tigri pia wanaweza, lakini watoto wao mara nyingi hawawezi kuzaa. Hii inaonyesha wazi kuwa ni aina tofauti. Na binadamu, sote tunatoka kwenye aina moja. Haijalishi rangi ya ngozi, utamaduni au nchi. Sisi ni aina moja tu. Sasa tuseme juu ya biodiversity. Neno biodiversity lina maana ya tofauti ya viumbe hai. Linaonyesha aina zote za maisha duniani na sehemu wanapoishi. Biodiversity ina viwango vitatu. 1. Tofauti ya aina. Tembo na twiga ni aina tofauti. 2. Tofauti la viumbe ndani ya aina moja. Twiga wawili ni tofauti. Kila mmoja ana maumbile yake ya kipekee. It means genetic. 3. Tofauti la mazingira wanapoishi. Hii inajulikana kama makazi, misitu, miti, milima, jangwani. Sehemu hizi zote zinaunda ecosystems. Hivyo, basi asili ni nini? Asili ni jumla ya viumbe hai na mazingira yao. Mimea, wanyama, uyoga, viumbe vidogo. Wote wanaishi pamoja na kushirikiana. Wanabadilishana nishati, vitu na habari. Wanakula, kuzaliana, kuhamahama, wanategemeana. Asili ni mfumo hai na ngumu ili ifanye kazi vizuri lazima iwe na usawa. Luapo usawa huu utavurugika, kila kitu kinaweza kuathirika. Kulinda asili si kulinda aina tu, ni kuwezesha usawa huu wote kuendelea kuwepo. Katika kipindi kijao,
Tutaona jinsi usawa wa asili unavyofanya kazi. Katika kipindi kijao, tutaona jinsi usawa wa asili unavyofanya kazi. Tumefika mwisho ya kipindi hiki. Asanteni kwa kutusikiliza kwa makini. Tembeleeni www.youthconservation ili kujifunza zaidi na kuona maelezo na mafundisho yetu kuhusu mazingira na jinsi ya kuyahifadhi. Tutaonana tena katika kipindi kijacho. Karibuni tena.